tukiwa kwenye FIFA break na baadhi ya wachezaji wameenda kuwakilisha mataifa yao kwenye michuano mbalimbali ya kimataifa zaidi. Tuko hapa na Khalid Chukuchuku ambaye ni msemaji wa KMC. Wao kama KMC wamepanga kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Azam FC leo hii majira ya saa 3 kamili za usiku katika uwanja wa Azam Complex kule Chamazi. Tuzungumze naye namna ambavyo wamejiandaa kucheza mchezo huo, lakini dhamira na dhumuni la mechi hiyo ya kirafiki dhidi ya Azam FC. Chukuchuku, mambo vipi? Mambo fresh. Niko poa ndugu yangu, kwema? Kwema. Leo chama la watoto mjini KMC Football Club. Tutakuwa tumesafiri kuelekea. Unajua kutokea Mwenge kwenda Chamazi ni kusafiri eh? Kutokea huku mjini kwenda Chamazi mnasafiri kumbe? Kimi tutasafiri kutokea Bungi kuelekea Chamazi. Masaa mawili kuwapata Azam FC kwenye mchezo wa kirafiki. Ndio. Mnakwenda kucheza mchezo wa kirafiki, tuanzie hapo. Kwanza unafahamu sasa hivi kuna mapumziko kutokana na timu za taifa kucheza michezo ya kufuzu kwa kombe la dunia. Tumeona mpaka kufikia tarehe 2 ambapo kutakuwa kuna mchezo wetu wa kupiga kuna siku nyingi sana wachezaji watakao wamevizika. Tumeona tuwape mechi kwa ajili ya kuwapa ile game fitness, na Azam FC walitoa approach kwamba wanataka mchezo wa kirafiki dhidi ya KMC kwa sababu ni moja ya timu ambayo mara kadhaa huwa inawapa changamoto, lakini ikiwa changamoto haina pia kucheza kwa unavutia. Ndio. Ni timu sahihi wanao mechi ya kirafiki. Kwa tumepokea barua yao na leo tunaipeleka timu mchezo wa kirafiki dhidi ya Azam FC. Kwa maana hiyo Azam FC wao ndo waliomba kucheza mechi ya kirafiki na nyie. Of course, wao ndo walirequest kutaka mchezo wa kirafiki na sisi tunaona kwa sababu tuna mtaji. Tunakwenda sisi Azam tuna michezo ya kirafiki mingi. Kesho tuna mchezo dhidi ya Simba wa kirafiki. Tarehe 25 tuna mchezo dhidi ya JKT katika jumba la Isamuyo. Baada hapo tarehe 26 wao watakuja nyumbani katika jumba la KMC Complex. Kwa hiyo hizi siku kumi tuna mchezo mingi ya kirafiki. Dhidi ya Simba ni KMC nyumbani kwenu? Dhidi ya Simba mchezo utachezwa katika jumba la Isamuyo pale katika jumba la JKT. Chukuchuku, mchezo huu dhidi ya Azam FC unakwenda kuwapa kipimo gani endapo mtarejea kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, na ukizingatia pia nyie bado mnazihitaji nafasi za juu kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara? Ni kipimo kizuri, ni timu ambayo ina wachezaji wa quality, wanatoka bench nzuri, kwa na kufanya mechi yao na kwa umepata kipimo sahihi kwenye mchezo wa ligi kuu, kwa sababu Azam ni moja ya timu ambayo ina dominate kwenye ligi kuu. Kwa hiyo unapopata mechi nao maana unakuwa umepata kipimo sahihi kuelekea kwenye mchezo wako wa ligi kuu. Na vipi kwa utayari wa wachezaji, maandalizi, lakini pia benchi la ufundi kwa ujumla? Tuna wachezaji wanahitaji mchezo kwa sababu wanafahamu hata kwenye ligi ya chini position nzuri. Kwa wanahitaji mchezo kwa sababu wanajua watapata fitness kuelekea kwenye mchezo ambao inakuja. Kama utakwenda kucompete na timu kama Azam, maana wanakutana na timu kama Tanzania Prisons, Ken Gold, Subiri na Mungu, inakuwa ni kitu cha kawaida kwa sababu umezoea kila kitu, umezoea kucheza dhidi ya wachezaji wa Mungu. Na tunaamini tunakwenda kuwasurprise Azam. Najua msifunga mchezo mwingine kwenye ligi, lakini mchezo wa kirafiki hawezi kubali kwa mateja ya Azam. Tunakwenda katika jumba la Azam Complex kwenda kuenjoy, lakini kwenda kuwafanyia surprise nzuri. Hii mechi itakuwa saa 3. Tayari mambo mengi yatakuwa yameshaisha, hata habari zimeshaisha. Watu wametulia kwenye TV na kuangalia. Hii mechi itakwenda live. Kwa wataenjoy kuona hiyo mechi. Sawa, mbali na yote hayo, kitu gani hasa mnakizingatia kipindi hiki ambacho ligi imesimama na nyie wenyewe mkijiweka sawa na maandalizi ya kurejea kwenye ligi ili kupambania alama 3 kwenye michezo ambayo imesalia takriban michezo 8 au 7 bila shaka? Of course, mchezo 7 na ndani ya hiyo michezo kuna mchezo mkubwa dhidi ya Simba ambao sisi tutakuwa wenyeji katika jumba la KMC Complex. Lakini ukiacha huo mchezo kuna mchezo mwingine dhidi ya Tabora, Mashujaa, Pamba, lakini pia na Mungo, pia kwa sababu Dodoma Jiji pamoja na Tanzania Prisons. Kwa mchezo 7 tumejiwekea angalau target ya kushinda alama zisizopungua 11 ukijumlisha na alama ambazo tuko nazo.
automatically tutakuwa tumesalia ligi kuu kwa jumla ya alama 36, alama ambazo itakuwa ni tofauti ya alama moja na timu ambayo ilimaliza msimu uliopita, ambapo tulikuwa na alama 37, tunayo nafasi ya 5. Msimu huu kutokana na ugumu wa ligi tayari wote washavuka hizo alama, na sisi tunapush kufikia kwenye alama ambayo tulifikia mwaka jana. Lakini mipango ni kusalia kwenye ligi. Hiyo ndio target namba 1. Timu hatakuwa na msimu mzuri, lakini tunaamini tukipush kwenye mchezo ambao unasalia, basi possibility ya kusalia kwenye ligi ni 99.6. Ni point tu ambayo tutafanya kusalia ligi tu. Na ukizungumzia ligi kwa ujumla, ugumu wake. Ligi ni ngumu. Kila timu imejiandaa, ndio maana unaona mtu ambaye yuko nafasi ya 6 na mtu ambaye yuko nafasi ya 16 tofauti ni alama chache. Kama mtu aliyepewa nafasi ya 6 akitaki kwenye mchezo yake, basi kuna possibility ya mtu ambaye yuko nafasi ya mwisho kufikia. Na ligi, ugumu wa ligi unafanya kugawisha sare nyingi sana. Ndio maana ukiangalia pointi za timu ambazo ziko kuanzia nafasi ya 6 na nafasi ya 16 ni tofauti chache sana, alama 5, alama 2, alama 1. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo timu zimejiandaa. Sawa, swali wako anakutambia sana Masanza. Masanza amenipa mwaliko, huenda baada ya mechi hii nikaangalia mfano wa kesho kutafuta ziara ya kwenda Dodoma, na baadaye kujumuika naye katika huo uwanja wake ambao anauita Airtel Arena hapa Singida. Umeuona lakini au Masanza anatamba tu, anasema ni uwanja mkubwa. Masanza amekuwa anapiga picha mtandaoni, anatushangaza. Umepita za kugugu. Anapiga uwanja kama uwanja wa biashara Arambwa. Anatakiwa aweke watu wajue, mbona sisi uwanja wetu tutakuwa tunaficha. Uko wapi Masanza? Alikuambia hata alikudokezea kwamba uwanja upo maeneo gani pale Singida? Kwa maelezo ambayo nilipewa, uwanja uko kidogo nje ya mji, Singida ya wilaya ya Iramba. Kwa hiyo ni kama kilomita 100 kutoka Singida mjini. Kwa hiyo mkiwa mnaenda Singida mjiandae kweli kutoka Singida mjini kwenda kutafuta uwanja. Yaani kama unakutana na fisi. Ala? Mvumilie. Waambie neno lolote mashabiki na wadau wa KMC. Nadhani wasio na shaka na timu yao. Tuko na timu nzuri, tuko na timu ambayo bado ina nafasi ya kupambana. Wasiache kutunga mkono pale tunapokuwa tunacheza mechi katika dibarati na nyumbani na KMC. Wajitokeze kwa wingi katika uwanja wa KMC. Sahihi kabisa. Mechi tunafuata ni dhidi ya Tanzania Afrika, nitakuwa baadaye. Kwa watu wajitokeze kwa wingi kuja kuangalia kitu gani ambacho tumejiandaa. Nadhani hiyo ni mchezo ambao watafanya kugain momentum kabla mchezo mwingine. Nikushukuru sana, tukutane baadaye Azam Complex. Inshallah. Asante sana. Tulikuwa tukizungumza na msemaji wa KMC Khalid Tukuchuku akielezea namna ambavyo wamejiandaa kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Azam FC, lakini kesho pia watakuwa na mchezo mwingine wa kirafiki dhidi ya Simba Sports, lakini pia mchezo wa kirafiki mwingine dhidi ya JKT Tanzania. Wanatumia break hii ya FIFA kucheza mchezo wa kirafiki ili kujiweka sawa zaidi na kujiimarisha, ili watakaporejea kwenye ligi kuu soka Tanzania bara waendelee kufanya vizuri na pengine kuzikusanya alama zote 3 kwenye michezo 7 ambayo imesalia mpaka hivi sasa. Naitwa Zaina Muhammad, Alhaji Subiri Mputa kwa upande wa editing.